Nadhani uongozi ulishatoa taarifa Yes, kwa taarifa ambazo zilikuwepo ni kwamba kutokana na injury ambayo anayo na maelekezo ya daktari asingeweza kusafiri umbali mrefu kuelekea nchini Morocco. Hivyo akawa badala yake akawa amewakilishwa na rais wa klabu ambaye pia ni rais wa vilabu barani Afrika, kwa maana Engineer Hersi Said. Kwa hiyo nadhani sababu kubwa yeye kutofika ni kwa sababu ya injury ambayo anayo, lakini dauti nyingi ambazo zimekuja ni baada ya kuonekana kwa Achraf Hakimi ambaye anaonekana kuwa na serious injury ambayo imemfanya hata kusimama hawezi, na akionekana atembea kwa mguu mmoja, huku ule mguu ambao una injury akiwa anapewa support na kibaskeli maalum kwa ajili ya kumsaidia kuweza kutembea kwenye usiku ule wa tuzo. Lakini watu wanashindwa kuweka hili swala sawa. Tufahamu Achraf yupo Morocco ambao ni nyumbani kwao, na alipata injury akiwa PSG nchini Ufaransa, lakini amesafiri Ufaransa kwenda Morocco. Ila kitu cha kunoti ni distance kutoka Ufaransa kwenda Morocco na distance ya Tanzania to Morocco ni distance mbili tofauti, kwa maana umbali uliopo kati ya Tanzania na Morocco ni mkubwa kuliko umbali uliopo kati ya Ufaransa na Morocco. Lakini pia tukumbuke kwamba Achraf baada ya usiku wa jana wa tuzo anaenda kulala nyumbani, tofauti na kwa Clement Mzize ambaye yeye ingemlazimu alale hotelini alafu aanze safari tena kukata kilomita kurudi nyumbani ambao pia ni mbali. Kwa Achraf anayo hiyo home advantage, kwa maana baada ya sherehe ama tafrija ile ya utoaji wa tuzo kukamilika, anarudi nyumbani, anaenda kupumzika, si ndio? Na PSG pia inawezekana wakampa ruhusa mpaka muda ambao ataonekana sasa hivi anaweza kuhitaji kupata uangalizi maalum wa timu, ama anaweza sasa kurudi kwa ajili ya kuanza process ya recover. Lakini Mzize ilikuwa ni lazima aende na kurudi ndani ya muda maalum. Kwa hiyo nadhani ni moja ya sababu ambayo imepelekea watu wengi wanafananisha. Lakini aina ya vilabu ambavyo tunatokea, kwa maana je, tunaweza kuandaa usafiri maalum kwa mchezaji na kumwekea hizo special care akiwa yupo katika nyakati ngumu kama hizi? Tukumbuke klabu ya PSG mmiliki wao Nasser, yeye pia alikuwa ni sehemu ya watu ambao walihudhuria katika usiku ule wa tuzo za CAF, kwa maana yeye na Achraf Hakimi wote walikuwepo pamoja. Klabu kama PSG ina uwezo wa kumkodishia ndege mchezaji kutoka Ufaransa kwenda Morocco, lakini klabu kama Dar es Salaam Africans haiwezi kufanya hivyo kutokana na nature ya uchumi wa vilabu vyetu. Kwa kuna sababu nyingi ambazo zimefanya Clement kutokuwepo, na hata ambao wanatengeneza doubt still wanayo hoja, kwa sababu wanaamini ile ni platform, ni sehemu ambayo mchezaji kuwepo pale ni kujitangaza. Tukichukulia mfano wa case study ni Pape Ousmane Sako ambaye naye alishinda the same category na yeye ambaye ameshinda Clement Mzize. Tunafahamu baada ya usiku ule wa tuzo nini kilifuata kwa Pape Ousmane Sako. Akaanza kupata call up national team ya Senegal, na baada hapo msimu mmoja mbele Pape aliondoka kwenda nchini Ufaransa. Kwa hiyo wengi walikuwa wanatamani kumuona Walidi akiwa pale, kwa maana Clement akiwa pale, lakini kutokana na injury ambayo amekuwa nayo ndio imefanya yeye ameshindwa kufika pale. Na wengi pia wanahoji mara baada ya kuona kwamba Clement akifanya matangazo kwenye duka lake, kwamba watu wanahoji kwamba kama anafanya haya matangazo anatembea, kwa nini asingeenda huko Morocco? Sidhani kama zinaweza kufika kilomita 100 umbali ambao Clement kutoka nyumbani kwake mpaka kufika dukani. Na tujui anafika vipi kama anaendeshwa. Kwa hiyo kusimama kwa kawaida hiyo ni ipo. Haina maana kwa sababu tu ni ana injury basi muda wote anakuwa amelala tu, no. Kwa sababu pale ni dukani, kusimama kwa movement za dukani ni ndogo kukompea na safari ya Tanzania to Morocco. Na hii kitu cha kunoti ni maelekezo ambayo yametolewa na daktari kwamba kutokana na hali yake hii asisafiri umbali mrefu. Umbali wa Tanzania na kwenda Morocco ni umbali mrefu. Kwa hiyo umbali ambao Clement anaweza akautumia kutoka nyumbani kwake kwenda dukani, kutoka dukani kurudi nyumbani kwake
hauwezi kufanana na umbali wa kutoka Tanzania kwenda nchini Morocco akiwa amekaa kwenye siti ya ndege. Kwa hiyo nadhani hii ni moja ya sababu ambayo inawezekana pia uongozi waliridhika nao. Kingine, tuheshimu professional za watu yes, kwa sababu madaktari wao ndo wameona hivyo, na kumekuwa na mengi ambao pia wanapokuwa wanayatoa wao, kwa nini tunasikiliza? Kwa nini waliposema Clement akae nje wiki 8 mpaka wiki 10 watu wameridhika, lakini kwa nini wanalazimisha aende kwenye tuzo wakati pia daktari amesema hawezi kwenda? Kama daktari tumemwamini kwenye ripoti kwamba huyu akae nje kwa wiki 8 na kuendelea, basi pia tumwamini kwamba huyu kwa injury ambayo anayo hawezi kusafiri kwa mbali mrefu. Lakini kupitia tuzo ambayo amebeba, hii inamweka kwenye mazingira gani kwa mchezaji na kwa nchi na kwa klabu? Lile ni soko, kwa maana ya ni faida kwa taifa, ni faida kwa klabu, ni faida pia kwa mchezaji binafsi. Kwanza kwa kuweka historia sawa, huyu anakuwa ndo mchezaji wa kwanza mzawa sawa kushinda tuzo hiyo ya goli bora la mwaka, kwa sababu mara ya kwanza tuzo hiyo kuwahi kufika hapa ililetwa na mchezaji ambaye sio mzawa, kwa maana ya Sako ambaye ni Msenegali, lakini mzawa wa kwanza kuleta tuzo hiyo ya goli bora barani Afrika ni imeletwa na Clement Mzize, na kwa umri wake still ile ni platform. Kuna watu watatamani kuendelea kufahamu vingi. Hii kwa nini naweza kusema ni platform nzuri kwake? Kwa sababu rejelea performance yake ya CHAN, rejelea rumors ambazo zilikuwepo kwenye kipindi cha dirisha la usajili, klabu nyingi ambazo zilikuwa zinaleta ofa. Kwa nini? Kwa sababu kubwa, moja ya sababu kubwa ni performance yake aliyokuwa nayo CHAN. Kwa kama alikuwa na performance nzuri CHAN, ana namba nzuri kwa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ameweza kutoa tuzo ya goli bora, pia inakuwa ni sehemu ya yeye kujiuza. Ndio maana nazungumza kama angeweza kufika pale, basi ingekuwa ni faida zaidi kwa yeye binafsi. Lakini hiyo ni kwa yeye binafsi. Tukija kwa klabu kama klabu, wakati Mzize anatambulishwa, ndio manaki na unavyochezwa ile video ya kuonyesha wale ambao wanawania wenye iko kinyang'anyiro, inatajwa pia na klabu, inatajwa pia na taifa ambalo anatokea. Wakati video ya Mzize inachezwa, yeye kushukuru, alikuwa amevaa jezi ya klabu. Ukumbuke hizi tuzo sio zinaripotiwa tu na waandishi wa Afrika, pia wapo waandishi wakubwa tu duniani ambao wameripoti. Zipo broadcasting nyingi sana ambazo zilikuwa zinaenda live jana. Sawa, wapo taasisi nyingi za habari ambazo zilikuwa zinaripoti kuhusiana na kile. Kwa kile kitendo cha jezi ya Yanga kuonekana kwenye event kubwa kama ile, tayari kwa wao ni platform. Iko lazima tukumbuke. Na maana tunazungumza pia hata kwenye issue ya branding, kwa maana ya amevaa jezi ya mdhamini gani. Bado huyo mdhamini yupo kwenye klabu, kama yupo still anaendelea kwa hapa mileage. Kwa hiyo hii ina faida kwa namna nyingi. Nategemea wewe unataka faida uiangalie kwa sehemu gani. Lakini kwa taifa still tunaendelea kuweka rekodi nzuri. Bwana Samata alichukua mfungaji bora wa klabu bingwa, lakini pia alichukua klabu bingwa akiwa na TP Mazembe. Sasa alikuwa mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani. Still ni bendera ya Tanzania inaendelea kupepea. The same kwa Clement Mzize ambaye yeye pia ameenda kuchukua, bado atatajwa kuwa ni Mtanzania, kama ambavyo tunataja mara ya mwisho tuzoe kuletwa hapa ilichukuliwa na Msenegali. Basi pia tunataja kwamba kwa sasa hivi tuzoe imeletwa na Mtanzania. Wanaoenda kupresent hizo tuzo kwenye TV, radio, magazeti na flyers zingine ambazo zitakuwa zinafanya kwa maana vipeperushi ama nini, watataja kwamba ni Mtanzania ndo alishinda hiyo tuzo ya mchezaji ya goli bora. Na hata ukiangalia kwenye zile posti, kwa maana ya kila inapowekwa posti lazima watataja kwamba jina la mchezaji, klabu anayochezea, pamoja na nini na taifa lake na kategori ambayo ameshinda. Kwa hiyo still inakuwa ni sehemu ya kuendelea kujitangaza. Mjadala kwenye mitandao ya kijamii ni pongezi. Baadhi ya wadau wa soka naamini kwamba hata Simba wanastahili pia kumpa pongezi Clement Mzize, lakini baadhi yao Simba naamini kwamba si kasumba yao hiyo. Swala la kupeana pongezi, swala la pongezi nadhani hili kwanza ni utashi wa mtu mwenyewe binafsi kwa namna ambavyo analichukulia, kwa sababu tukija kwenye issue ya taifa, ipo sababu ya kumpongeza. Kwa sababu ameendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania. Lakini hizo zingine ni vita zao
za Simba na Yanga, kwa sababu kwa kuwa tuzo imechukuliwa na mchezaji ambaye anacheza klabu ya Yanga, mimi wa Simba siwezi kumpongeza. Kwa sababu tuzo imechukuliwa na mchezaji wa klabu ya Simba, mimi wa Yanga siwezi kumpongeza. Hiyo sasa hayo ni nyingine, lakini ipo haja ya kumpongeza kwa sababu kwa umri mdogo aliokuwa nao Clement, tunamtaja kama ndio future stars wa timu yetu wa taifa. Anapokuwa anaingia kwenye categories kubwa kama hizi na kufanya vizuri, tunayo sababu ya kumpongeza tunapoleta masuala ya kiutaifa. Lakini wakileta vita ya club hawezi kupongezwa, kwa maana hakuna shabiki wa Simba atakuwa tayari kumpongeza Clement wakati anafahamu wana tofauti zao za vilabu. Kwa aina tuzo aliyochukua, hii tuzo ipo zaidi kwa yeye binafsi na kwa taifa kuliko club. Kama ingekuwa ameingia kama ingekuwa klabu ndio imeshinda, kwa mfano Yanga wangekuwa wameshinda klabu bora ama Simba wameshinda, waliingia kwenye kinyang'anyiro cha klabu bora barani Afrika, wangekuwa wameshinda, tungesema yes, watu wa Yanga hapa kidogo wanaweza kuwa na ugumu mkubwa kuwapongeza Simba. The same kwa hii tuzo, ingekuwa imechukuliwa na klabu kama klabu, watu wa Simba wangekuwa na ugumu mkubwa sana kuwapongeza Yanga. Lakini kwa kuwa ni mchukuliwa na mchezaji binafsi, tena ni mzawa, kwangu mimi naona ana deserve tu kupongezwa. Kwa hiyo wampongeze. Yes, kwa wale ambao wanaona kwa utashi wao wanaweza kumpongeza, wampongeze. Ndio maana nikasema hii pia inategemea na utashi binafsi wa mtu, yeye anaitafsiri vipi, kwamba anamtafsiri Mzize kama mchezaji wa Dar es Salaam Africans ama anamtafsiri Mzize kama Mtanzania. Kama atakuja kuonyesha utaifa, ana sababu kumpongeza, lakini sio lazima wala hakuna umuhimu. Sio lazima, ila umuhimu upo. Yaani kwa nini nasema umuhimu upo? Kwa maana ya akiona anapongezwa pia na watu ambao wapo nje na taasisi anayoifanyia kazi, lakini kwenye kiwanda kimoja, kwa maana tasnia ya mpira wa miguu, hii inaweza kuwa ni motivation nzuri kwake, kwa maana tumekuwa na vilio kwa muda mrefu kwamba wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri kwa misimu 2-3 ama mmoja, baada ya hapo hatuoni tena muendelezo wao. Huenda hii ikawa ni chachu kwamba nilifanya vizuri kwenye ligi, nilifanya vizuri kwenye klabu bingwa barani Afrika, nikafunga goli bora la mwaka, watu wakaweka tofauti zao za vilabu wakanipongeza, inakuwa ni sehemu ya chachu yeye kuendelea kufanya vizuri kwa msimu huu na misimu mingine inayofuata kwa mbele. Kitu cha kuzingatia, umri wa Mzize bado ni mdogo, kwa hiyo kuna vingi ambavyo anahitaji kujifunza. The more Watanzania wanavyomsupport, ndivyo ambavyo wanaongeza hamasa kwake yeye kwa ajili ya kuendelea kujipambania, lakini pia kuipambania taifa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.